tunazofanya hapa ni za huduma ya kwanza. Sisi ni kama first aid, kwa sababu tumejaribu kutafuta vifusi vingi, mvua ikirudi ikinyesha vinaondoka na maji. Kwa hiyo tumefanya jitihada kwa level yetu kutafuta kifusi kigumu chenye mawe mengi kiweze kuhimili shida tulionayo hapa. Eneo hili ni korofi sana, ndio linalokata mpaka kati ya Uyole ya kati na zetu barabara ya kilimo ambayo inakombaini mitaa miwili, mtaa wa Utukuyu na Ibara. Kwa hivyo tunatafuta kifusi kigumu kiweze kutusaidia hapa, lakini tunafanya jitihada za kuwaomba wenzetu wa TARURA ili waweze kufanya utaratibu wa mifereji ya kutolea maji, kwa sababu bila kufanya matengenezo ya mifereji hii ambayo inaweza kupelekea maji kuelekea wanapotoka kwenda, itakuwa ni kazi bure. Na nimeshaonana na meneja wa TARURA, ameshafika hapa, ameshaangalia. Nadhani wao wanafanya utaratibu wao kupata budget ya kututengenezea mifereji mikubwa. Of course kikubwa kilikuwa ni kupata kifusi, tumeshapata, na tulikuwa tumepata msaada wa mafuta kwa wenzetu wa jiji kwa kupitia mbunge, lakini pia kwa wenzetu wa shirika la kilimo. Kule kuna taasisi 4 walijiorganize na taasisi, kuna chuo kwa maana kuna TARI na TARI na CDTI, wakatuchangia lita 400 ndio tuweze kupata kifusi. Kwa baada ya hapo tutafanya leveling na compacting ili paweze kupitika. Kalangu hapa maji mengi yanatokea kule juu, yanapita hiyo barabara hapo huku kama nilipopita Kigali hapo, yanakuja huu mtaro na hauwezi kubeba maji yote, kwa maji mengi yanapita barabarani. Sasa kwa mfano kama hapo mlivyoweka mawe haya, maji mengi yalikuwa yanaingia kwenye mtaro na yapita kwenye barabara. Hasa ni kubwa sana. Kitokea maji mengi, mara nyingine wanakuja hadi kwenye majengo. Maana kama mwaka mmoja mwaka juzi yalipita hadi watu hizi nyumba huko wajulia sana. Maji yanaingia hadi nyumba ya makazi. Irekebisho cha kwanza kurekebisha hapo ni mtaro ule, ili maji mengi yachukuliwe na mtaro baadaye kupita barabarani, kupanuliwa mtaro kwa ukubwa wake. Huu mtaro sasa hivi umekuwa mdogo kiasi kwamba maji yanayotoka kule juu huu mtaro hauwezi kubeba maji, kwa badala yake yanapita juu ya barabara, yanakongani. Hata hivi mlivyoweka mawe yatapita, yatazoea yote. Yaani ikija mvua hapa sasa hivi, maji ambayo tunayafahamu, mawe si kitu, yatabebwa yote yatabebwa. Kwa kikubwa hapa ni kutanua mtaro toka kule juu na huu hapa maji yaweze kupita kwenye mtaro. Fanya biashara maeneo haya hapa, tuweke vitu angalau tuhamishe, tuviweke kwa juu, maana maji haya yanaingiaga wakati mwingine ndani. Kwa tusaidie serikali kwa mvua hizi mapema, tusaidie. Endapo itatengenezwa itawasaidia vipi? Hapo tutashukuru kwetu, tutaishukuru serikali, watakuwa wametusaidia na kukaa na hofu wakati wote. Kipindi cha mvua watakuwa wametusaidia sana, maana hata magari yakipita hapo akikwama, tunaacha shughuli zetu, tunaanza kuwasaidia ndugu zetu sasa kwa kwamua.